swala ya raka tatu au ya raka nne, husomwa nini katika hizi raka? Raka ya kwanza husomwa nini? Raka ya pili, ya tatu na ya nne. Nimepata na comments zinaonesha wazi ya kwamba watu wanavyoelewa wao ni kwamba raka ya tatu na ya nne haufai kusoma sura nyingine baada ya Fatiha, bali utasoma sura nyingine baada ya Fatiha katika raka ya kwanza na ya pili, ila raka ya tatu na ya nne haufai kusoma sura nyingine baada ya Fatiha. Usisahau, utakapofaidika basi mfaidishe na mwingine. Kwanza unatakiwa ufahamu suratul Fatiha ni lazima kwa kila raka, iwe swala ni ya sirria au ni ya jaharia, wewe ni imamu au ni maamuma, ni lazima kuisoma suratul Fatiha katika rakaa zote, isipokuwa ukiwa wewe ni maamuma na umechelewa ukampata imamu pengine anaelekea kurukuu au amerukua anataka kuitidali, basi hapo baada ya takbiratul ihram itakulazimu kumfuata wala si kusoma suratul Fatiha. Ila tofauti na hivyo, iwe swala ni ya sirria au ni ya jaharia, kusoma suratul Fatiha ni lazima kwa wote, imamu na maamuma. Ama ikija kusoma sura nyingine baada ya Fatiha, hii ni katika sunanus sala, ni katika sunna za sala. Ndani ya sala kuna vitu vinaitwa arkan, yani nguzo za sala, na kuna wajibat na kuna sunanus sala, yani sunna za sala. Kwa hiyo unalazimika kujua tofauti ya hivi vitu vitatu. Usiambiwe haufai kusoma sura baada ya Fatiha katika raka ya tatu na ya nne, la, bali ni sunna kusoma sura nyingine baada ya Fatiha katika raka ya kwanza, na hivyo hivyo katika raka ya pili, na hivyo hivyo katika raka ya tatu, na hivyo hivyo katika raka ya nne. Na kitu ukiambiwa ni sunna haimaanishi ni ile kitu unatakana uache, la, bali sunna unatakana uifanye. Na ndio hivyo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiswali, sallu kama raaitumuni usalli, tunaswali kama alivyokuwa akiswali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile ikatokea umesahau kwa bahati mbaya, fahamu swala yako ipo sahihi, maana kitu ulichokisahau ni katika sunna za sala. Kwa unatakana usome sura baada ya Fatiha raka ya kwanza, raka ya pili, raka ya tatu na raka ya nne pia. Usisahau kufollow hii account ili uendelee kujifunza biidhnillahil karim.